tofauti vile ambavyo naweza kuviona. Anything that you see kwa dunia inaanza na mawazo. Sasa hapa mimi nimekuwekea mzee ameketi pale na mwanawe. Mzee anafikiria vile kutakuwa, ana mawazo ya makubwa sana, na ana bakuli kubwa pale ambalo linahitaji liweze kuwa limejazwa hela. Akiangalia pale hela ambayo iko pale ni vijipeni tu vidogo, anajiuliza kwenye vile vijipeni kuna kwendaje. Alafu sasa huyu mzee mwanawe anamwangalia na jile jicho la kushangaa. Na yeye ameshika tama. Katika kule kushika tama amevaa miwani yake, na katika kule kuvaa miwani mwana anamwangalia kutokana na yale labda mwana amemuuliza, kwa sababu mzee sasa yuko kwenye mawazo. Na leo hii basi kwenye Chemsha Bongo ya siku ya leo, hebu anza kwa kujiambia niko kwenye mchakato. Ni maalum kwa wanaokumbana na vikwazo kila kukicha. Kuna watu ambao wanakumbana na vikwazo kila kukicha, wana maono makubwa ndio, lakini vikwazo ndivyo vinawapiga kumbo kila wakati. Hata Mungu amewaonyesha picha ya wanakoelekea, lakini vikwazo vipo vingi. Wanapigwa vikwazo kila kukicha, wanakumbana na vikwazo kila kukicha. Hebu anza kwa kujiambia niko kwenye mchakato. Anza tu kwa kusema niko kwenye mchakato. Kila mtu anaweza kupata sababu ya kwa nini ni ngumu kwake kufanikiwa. Kila mtu anaweza kusema kwa nini ni vigumu kwake kufanikiwa. Kwa sababu unaweza pata watoto wengine ni machachari, watakuuliza maswali vile huyu mzee ameulizwa swali, ambapo sasa amejishika tama kwa sababu mwana amemuuliza swali na lile swali amekosa majibu. Sasa ndani ya moyo wake anawaza kwa sababu watoto wa zamani walikuwa wanauliza wazee maswali, wa siku hizi watakuuliza swali. Sasa kila mtu anaweza kupata sababu 100, sababu 1000 kwa nini ni ngumu kufanikiwa. Kuna ambaye alikanwa na baba yake, akalelewa na mama yake pekee kwenye mazingira magumu. Huyu mwingine alishindwa kuendelea na masomo kwa kukosa ada. Kuna mwingine ambaye amejaribu mara kadhaa, ila kila wakati anapoteza mtaji. Yani ako na bidii, anajaribu kila wakati anapoteza mtaji. Na huyu atasema ametokea familia ya kimaskini. Kina watu ambao watasema mi familia sasa maskini, atazungumza ni ngumu kwake kufanikiwa kwa sababu ameangalia environment ya kwao akakubaliana na hali. Ukweli ni kuwa hakuna ambaye hawezi kuwa na sababu ya kutofanikisha malengo yake. Hakuna. Changamoto ulizopitia, ulizo nazo ziue ndoto yako kabisa. Hiyo ndio nataka kusema. Yani changamoto ambazo ulipitia miaka ya nyuma ziue ndoto yako kabisa. Haje upambane na changamoto zinazokukabili. Pambana na hizo changamoto na baadaye zitumike kama ushuhuda wa ushindi. Hizo changamoto zisiweze kuua ndoto yako. Hiyo changamoto isiweze kukuvuruga ili maisha ukaona kwamba yamekwisha completely. Hapana. Hiyo changamoto unayopitia, ulio nayo, usikubali iue ndoto yako kabisa. Upambane na changamoto zinazokukabili na baadaye zitumike kama ushuhuda kwa ushindi. Kuna watu ambao walipambana na changamoto na baadaye wakapata ushindi. Kuna watu ambao walipambana na hali ambayo walikumbana nayo na wakasema hii haiwezi kanimaliza, nitasimama tena na nitaweza kusimama na baadaye itakuwa ushuhuda. Kuna watu ambao walipambana na hali ngumu. Mungu ameruhusu changamoto zije wakati mwingine ili zikuondoe kwenye nafasi ya kuweza kutulia, uweze kufikiria kwenye nafasi kubwa ambayo anataka kukupeleka. That's how God works. Sometimes analeta changamoto kwa sababu unafika kwenye comfort zone, unataka kutulia, anakuletea changamoto kwa sababu ako na broader picture ambapo anakupeleka, lakini kwa sababu labda unaelewa ama labda hujui, ndio maana anakutrigger ili uweze kufunguka macho ya ndani ya rohoni, upambane na hiyo changamoto. Mungu ameruhusu changamoto zije kwa sababu anataka kudhibitishia wewe wengine kupitia wewe. Pamoja na changamoto bado mtu anaweza kuinuka. Hakuna mtu ambaye anaweza kosa kuinuka kwa sababu ya changamoto. Pamoja na kukosa hiyo kazi ambao ulifukuzwa, unajua mtu anaweza kuwa amefukuzwa kazi wakati ambapo atarajii, biashara inaweza kugongwa wakati ambapo utarajii, ukulima wako unaweza kwenda kombo wakati ambapo utarajii. Wengine wanavuna, wewe unapata ndege ndio wamekula mahindi yako, ama ni nyani wameweza kula monkeys wamekula mahindi, wamemaliza shamba mzima, ama vijidudu vimekuja vimezige vimedarua shamba lako. Unajiuliza aje? Unapata kwamba vitu vimekwenda kinyume na vile ulivyokuwa unatarajia. Pamoja na changamoto bado mtu anaweza kuinuka. Yani wewe ni mwakilishi wa washindi wanaotengenezwa hapa duniani.
wewe ni mwakilishi, ili wengine wasikate tamaa. Wanapokutazama kwenye maisha yako wanasema kama yule alitoboa, hakika kuna Mungu ndatoboa. Badala ya kwenda kujinyonga, anasema kama fulani alitoboa, na ile yote ambayo alipitia, gharika ambayo ilimpiga. Kuna watu ambao walipoteza mzazi, wakapoteza kazi, wakapoteza biashara, wakapoteza vitu vingi vya dhamana, hata wakakanwa labda na wapendwa wao. Kuna watu ambao walikanwa labda na wapendwa wao, lakini wakasimama, wakashikilia imani, na leo hii wanakuwa ni ushuhuda. Na kukumbusha, uko kwenye mchakato, usiishie njiani. Na walio kufukuza kazi, kesho watakuja kwa ofisi yako kuomba kazi. Walio kufukuza kazi, ukiweka tu programu yako vizuri na uweke matofari yako vizuri, ukipanga mawe yako vizuri, walio kufukuza kazi tena kwa madharau watabisha mlango wako wakitafuta kazi. Na hiyo ndio chemsha bongo ya siku ya leo.